Aliyekuwa rais wa DRC Joseph Kabila amewasili katika mji wa Goma mashariki mwa nchi hiyo baada ya zaidi ya mwaka mmoja akiwa uhamishoni kisiasa. Kurejea kwake kunakuja wakati wa hali tete ya kisiasa na kiusalama, na tayari kumeibua hisia tofauti miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Mapokezi yake yamethibitishwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda ambao wanaidhibiti Goma tangu Januari. Msemaji wa kundi hilo Lawrence Kanyuka aliandika kwenye mtandao wa X, rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila amewasili mjini Goma. Tunamtakia mapumziko mema katika maeneo yaliyokombolewa. Wengi wa wakazi wa Goma hawajui nini cha kutarajia kutokana na ujio wa Kabila. Hatujui kama ujio wake utaleta mabadiliko yoyote, hasa kwa sababu hata alipokuwa rais hakuna kilichobadilika. Kuja kwake hakumaanishi tutegemee mabadiliko, alisema mkazi wa eneo hilo Felicien Kasole. Mwingine aitwaye Ishara alisema ametawala kwa miaka 18, tumeona matokeo machache, mengine mazuri na mengine mabaya. Kwa hilo namkaribisha kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Kwa baadhi ya watu kama Eric Pautian, dereva bodaboda mjini humo, kurejea kwa Kabila kunaweza kuwa na maana ya matumaini. Kama amekuja mahali palipojaa vita, labda amekuja kuungana nasi. Watoto wa Goma tunaoumia kwa vita, tumeteseka sana. Labda uwepo wake utaleta mabadiliko, alisema. Kurejea kwa Kabila kunafuatia hotuba ya dakika 45 aliyoitoa kupitia YouTube akiwa ughaibuni siku 3 kabla, ambapo alikosoa vikali serikali ya sasa na kutangaza nia yake ya kuwasili Goma. Kwa mujibu wa mchambuzi huru Albert Masomeko, ujio huu ni mwitikio wa kisiasa wenye maana kubwa. Ni mashambulizi ya kisiasa kwa namna fulani. Kama tunavyomjua, Kabila ni mwanasiasa mgumu kueleweka. Hatujui bado msimamo wake ni upi, lakini muda utafunua mengi, alisema. Kabila ambaye bado ni seneta wa maisha sasa ameondolewa kinga ya kibunge na baraza la Senate, jambo linaloashiria uwezekano wa hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi yake. Mahakama ya kijeshi ya juu nchini DRC inamtuhumu Kabila kwa kushiriki katika uasi, uhaini na kushiriki katika uhalifu wa kivita pamoja na uhalifu dhidi ya binadamu. Rais wa sasa Felix Tshisekedi amekuwa akimtuhumu mtangulizi wake huyo kwa kuhusika katika kuunga mkono waasi wa M23 na muungano wa Congo River Alliance.